maandiko yanasema, niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Mwite Bwana jioni ya leo akufanyie njia mahali pasipo na njia. Robo koria saka robo sandarabasika. Paza sauti yako, paza sauti, nisikie sauti yako ukiomba kwa Bwana. Usinong'one, usinong'one, usinong'one. Omba mbele za Bwana, omba tu mbele za Bwana. Rabashararabusiriririribasha radababushiriririribusikaradabashaka. Endelea tu kuomba mbele za Bwana. Rebashakandabakurubusaya rekarabashiririribusaka rabashakaradabushandiribasika rabakurubusika tarabashaka. Paza tu sauti, mwambie Bwana anakufanyia njia mahali pasipo na njia. Anakufanyia mlango wa kutokea kwenye kila jaribu. Anakupa ushuhuda, hautalia tena. Paza sauti, usinong'one. Nisikie waombaji, usinong'one. Toa hiyo sauti, mwambie Mungu ninakuamini. Yasiyowezekana kwako, yasiyowezekana kwa wanadamu, kwako yanawezekana. Yale yaliyo magumu kwa wanadamu, kwako yanawezekana. Paza tu sauti yako, nione waombaji walioko hapa, nione waombaji walioko hapa. Robo seketereba shaka robo sakaraba shaka. Paza tu sauti, endelea tu kuomba kwa Bwana. Karabashatarabasiki ribo sandaraba korobo saka rabashererebosi karabashaka. Inua mikono juu kwa Bwana, nyanyua mikono juu kwa Bwana. Sema Bwana Yesu, sema kwa sauti, Bwana Yesu, bado ninakuamini. Mwambie kwa sauti, bado ninakuamini. Wewe ni Mungu mwaminifu ambaye utanitoa kwenye majaribu mpaka kwenye ushuhuda, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sema amen. Shangilia Yesu kwa makofi mazuri kabisa. Halafu naomba uketi kwenye uwepo wa Bwana. Mungu awabariki watumishi wa Mungu. Naomba uketi katika uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo tena ambayo Mungu ametupa, na nikukaribishe wewe uliyeko hapa na wale ambao wanatusikiliza kwa njia ya mtandao kutoka mahali. Na leo ni siku yetu ya 3, na somo tulilonalo linasema kutoka kwenye majaribu mpaka kwenye ushuhuda. Kutoka kwenye majaribu mpaka kwenye ushuhuda. Na angalau kwa muhtasari kidogo, wale ambao hawakuwepo, ili waweze kupata angalau mahali tulikotoka, waweze kuelewa kile Mungu anachosema nasi leo. Tulizungumza jambo hili ya kwamba kabla Mungu hajakufikisha kwenye ushuhuda, anakupitisha kwanza kwenye hatua 3. Hatua ya kwanza tulisema ni ahadi, hatua ya pili ni mchakato, na hatua ya 3 ni provision au ushuhuda au paji wa kimungu. Kwa tulitazama jambo la kwanza, neno ahadi, na kama hukuwepo fuatilia kwenye YouTube, tumeshaweka hilo somo. Na jana tulianza kuangalia kipengele cha pili ambacho ni mchakato. Sema mchakato. Sema kwa sauti kubwa, mchakato. Kwa tulijifunza vitu vingi pia jana, nisingetamani kufanya marudio kwa sababu ya muda tunaokuwa nao hapa. Haleluya. Andika kipengele cha leo. Andika kipengele cha leo. Andika mchakato wa kimungu
mchakato wa kimungu wa kutimiza ahadi yake kwako huwa unapita kwenye hatua tatu. Mchakato wa kimungu wa kutimiza ahadi yake kwako huwa unapita kwenye hatua tatu. Mchakato wa kimungu wa kutimiza ahadi yake kwako huwa unapita kwenye hatua tatu. Bwana asifiwe. Kumbuka tunajifunza juu ya mchakato. Sema mchakato. Sema kwa sauti kubwa, mchakato. Sasa andika kitabu cha Zaburi, Zaburi sura ya 25 na ule mstari wa 17. Zaburi ya 25 na ule mstari wa 17. Fungua tusome pamoja. Zaburi ya 25 na ule mstari wa 17. Fungua tusome pamoja kwa sauti. Msaidia anaangalia yaliyomo ili apate Zaburi ya 25. Tuliopaona sema amen. Tusome kwa sauti kubwa, twende. Katika shida za moyo wangu unifanyie nafasi na kunitoa katika dhiki zangu. Turudie tena kwa sauti kubwa. Katika shida za moyo wangu unifanyie nafasi na kunitoa katika dhiki zangu. Sasa hizo hatua tatu za mchakato wa Mungu. Hatua ya kwanza, andika shida. Hatua ya kwanza ni shida au changamoto au jaribu au majaribu. Ndio hatua ya kwanza ya Mungu. Hatua ya kwanza ni shida au jaribu au changamoto. Na hatua ya pili ni nafasi. Hatua ya pili ni nafasi. Unaweza ukaandika kwenye mabano, katikati ya kila shida kuna nafasi. Katikati ya kila shida kuna nafasi. Na jambo la tatu andika mafanikio, au kwa lugha ya somo hili ushuhuda. Jambo la tatu, mafanikio, au kwa lugha ya somo hili ushuhuda. Na kumbuka nimekuwa nikikueleza kwamba tunajifunza hili somo kwa sababu ya majira tuliyoko ni ya Kwaresma. Kwa lazima tutafakari na kujifunza masomo ya namna hii ili angalau yatusaidie, kwa sababu watu wengi sana tumejifunza masomo ya madhabahu za ukoo, mizimu ya familia. Ni masomo mazuri, yametusaidia, lakini kuna namna hayajatusaidia kumjua Mungu katika utendaji kazi wake. Na ndio maana watu wengi, Mungu anapoanza huu mchakato wa hizi hatua tatu, hatua ya kwanza ni ya shida. Walio wengi akipita kwenye huo mchakato anaona mizimu ya ukoo au anaona madhabahu ya familia. Na unapojifunza masomo ya namna hii yatakusaidia siku umepita kwenye mabaya, utakuwa na amani ndani yako. Tunaenda sawa eh? Bwana asifiwe. Lakini kuna mahali tunahitaji kukaa, tujifunze, tuweze kumjua Mungu. Tunaenda pamoja. Bwana asifiwe. Na kama hujawahi kupita kwenye kipindi cha kusemwa, huwezi kuelewa maumivu yake. Ni kipindi kinaumiza na unaweza ukajibu, lakini ukijifunza kumjua Mungu, vita si vya kwako, vita ni vya nani? Ni vya Bwana. Na maandiko yanasema mtanyamaza kimya na yeye atafanyaje? Atawapigania. Kwa hiyo unapoinuka kujitetea, manake unamwambia Mungu, huna nguvu za kunisaidia, acha nipambane mwenyewe. Na kuna watu tuko hapa unashandalize, lakini kwenye vita umemwambia Mungu, hebu tulia, nipambane mwenyewe. Kwa sababu anasema mimi nitawapigania nanyi mtanyamaza kimya.
Lakini ili unyamaze kimya Mungu akupiganie, ni mpaka umejifunza kumjua Mungu. Tunaenda sawa? Bwana asifiwe. Kwa hiyo wakati mwingine wale watumishi tulioko hapa tunaelewa, unapoalikwa semina ungetamani ukapige vitu vya madhabahu, vya miungu, ufanye deliverance. Na mimi nilikuwa nimejipanga na masomo ya namna hiyo kwa sababu ndio vitu vyangu. Haleluya. Lakini Mungu akaniambia no, nenda kawafundishe, natamani wanijue. Haleluya. Natamani wanijue. Na kuna vingine Mungu anavisema, vingine vinaendana na mahali pia kanisa mnapita. Bwana asifiwe. Kwa unaweza kuelewa ni neno la nini? La wakati. Haleluya. Kwa hiyo kwenye mchakato wa Mungu, huo mchakato wa kutimiza ahadi yake kwako, una hatua ngapi? 3. Hatua ya kwanza ni shida. Sema shida. Sema kwa sauti kubwa, shida. Hatua ya pili, nafasi. Na hatua ya 3, kufanikiwa au ushuhuda. Bwana asifiwe. Na huwa tunasema every successful person has a painful story. Na kuna watu tungetamani kufanikiwa bila kuwa na story nyuma yetu ya kuumiza. Ungetamani ulale maskini, kesho uamke tajiri. Ungetamani ulale huna jina, kesho uamke una jina. Lakini kwenye mchakato wa Mungu haiendagi hivyo. Hatua ya kwanza lazima utapita kwenye shida. Whether you like or not, utapita tu kwenye shida. Na shida utakayopitia, andika hapo, jaribu utakalolipitia linaamuliwa na ahadi uliyopewa iliyoko mbele yako. Jaribu au shida utakazopitia zinaamuliwa na ahadi uliyopewa, ukubwa wa ahadi uliyopewa ambayo iko mbele yako. Kwa hiyo kuna wale ambao wamepewa ahadi kubwa na Mungu mbele yao. Mungu anawatengenezea ushuhuda mkubwa mbele yao, na majaribu utakayoyapitia au shida utakazozipitia zinaendana na ile ahadi iliyoko mbele yako. Na ndio maana lazima ufahamu kwamba hatufanani, na usijaribu kujilinganisha na mtu mwingine, kwa sababu ahadi mliopewa kila mmoja haifanani na ya mwenzake. Tunaenda sawa eh? Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, ahadi aliyopewa Ibrahimu haifanani na ahadi aliyopewa Yusufu, na ukubwa wa changamoto walizozipitia zinatofautiana. Ibrahimu amepewa ahadi ya kuwa baba wa mataifa kwa habari ya imani na baraka. Yusufu amepewa ahadi ya kuwa msaada juu ya taifa na familia. Kwa ni vitu viwili tofauti. Na baada ya Ibrahimu kupewa ahadi, Mungu alipoanza kumchukua kwenye mchakato, unaona akipita kwenye jaribu. Jaribu analopita ni la kukosa mtoto miaka ngapi? Mpaka 125. Kwa amepita kwenye miaka 25 bila kupata mtoto, kulingana na ile ahadi aliyopewa mbele yake. Yusufu, kutoka ahadi aliyopewa mpaka kutimia kwa ahadi yake, hapa katikati kuna miaka. Tunaenda sawa? Kuna nini? Kuna miaka. Kwa hiyo lazima tukae chini tujifunze haya mambo, ili wakati Mungu anapokuchukua, kwa mfano hata Yesu amepewa ahadi ya kukirimiwa jina linalopita majina yote. Lakini ili aweze kulipata hilo jina, lazima apite kwenye njia ya nini? Ya mateso. Na sio njia ambayo kila mtu anapenda. Hata sisi wenyewe watumishi hatupendi. Na ndio maana hata Yesu akiwa kwenye hii njia ya mateso, kuna mahali alisema Eloi, Eloi, Eloi lama sabakthani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Na kuna mahali alisema Baba, ikiwezekana kikombe hiki
kiniepuke, lakini nisipokinywea mapenzi yako yafanyaje? Yatimizwe. Manake hata yeye mwenyewe kwa jinsi ya kibinadamu hakuwa tayari kupita kwenye hiyo njia, lakini ili aweze kupewa lile jina lililohaidiwa ni lazima apite kwenye hiyo njia. Sasa najaribu kuwaza, kuna mtu wa Mennonite, Mungu akianza kukupitisha kwenye hiyo njia ya kwanza ya shida, uwe na uhakika utakata tamaa na utaiona mizimu ya kwenu wakati ni Mungu yuko kazini. Bwana asifiwe. Tazama jirani uliyekaa naye, mwambie sio mizimu ya kwenu. Kazie macho kabisa, maana mwambie sio mizimu ya kwenu. Sasa tunapotazama kipengele cha leo, tuna mambo kama matatu hivi, na leo namwomba Mungu tujitahidi kuyamaliza. Jambo la kwanza, andika. Jambo la kwanza andika, si kila jaribu au tatizo unalokutana nalo ni baya. Matatizo mengine ni sehemu ya njia ya Mungu kutimiza ahadi yake kwako. Si kila jaribu au tatizo unalokutana nalo ni baya. Matatizo mengine ni sehemu ya njia ya Mungu ya kutimiza ahadi yake kwako. Kwa hiyo si kila jaribu ni baya na si kila tatizo ni baya. Na ni sentensi ukiisema ni nzuri kusikiliza, lakini ni nyepesi, ni ngumu kumeza, kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye angetamani kupita kwenye mateso. Hayupo. Hata mwenyewe ningetamani kila siku iwe ni Jumapili. Lakini kama Mungu anakupeleka mahali kutimiza ahadi yake kwako, ni lazima tu utapita kwenye hii njia, na si kila jaribu ni baya. Tazama jirani uliyekaa naye, mwambie si kila jaribu ni baya. Mwangalie usoni kabisa, mwambie si kila jaribu ni baya. Ndugu yangu, mwambie mengine ni sehemu ya njia ya Mungu kutimiza ahadi yake kwako. Bwana Yesu asifiwe. Andika kitabu kile cha Petro wa kwanza. Petro wa kwanza sura ya 5 na ule mstari wa 10. Petro wa kwanza sura ya 5 na ule mstari wa 10. Anasema hivi: na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha na kuwatia nguvu. Fatisha pamoja nami kwa sauti, sema na Mungu wa neema yote. Sema kwa sauti kubwa, na Mungu wa neema yote aliyewaita. Sema aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha na kuwatia nguvu. Sika mmeona huu mstari? Anasema na Mungu wa neema yote aliyewaita. Bwana asifiwe. Kwa cha kwanza unapewa neema. Ukishapewa neema unaitwa. Akishakuita anakupitisha kwenye mateso kwa muda kidogo. Alafu sentensi ya ajabu sana, anasema mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza. Emsema atawatengeneza. Swali ambalo ninalo ni hili: kwa nini Mungu aingie gharama ya kukutengeneza baada ya kupita kwenye mateso? Si angezuia usipite kwenye mateso? Kama anasema nitakutengeneza ukishatoka kwenye mateso, angezuia basi hayo mateso ili asiingie gharama ya kukutengeneza. Lakini kama anasema nitakutengeneza ukishatoka kwenye mateso,
Inamaanisha haya mateso yana thamani sana mbele za nani? Mbele za Mungu. Lakini mbele za mwanadamu kila mtu angeomba asipite kwenye mateso, na ndiyo maombi tulionayo. Lakini lazima ufahamu kwenye mchakato wa Mungu, akisha kukuita, akisha kupa ahadi, lazima anakupitisha kwenye mateso kwa muda kidogo. Emsema kwa muda kidogo. Na Mungu anaposema kwa muda kidogo, hana maana ya wiki moja, kwa sababu siku moja ni sawa na miaka 1000, na miaka 1000 ni sawa na siku moja. Kwa hiyo kuna mwingine Mungu anaposema kwa muda kidogo, inaweza ikawa kama miaka 20, na unaomba Mungu amenyamaza, na ni kama vile amekuacha, hakusikii. Alafu kuna wenzako wanaenda kuomba, anaomba leo leo, anajibiwa leo leo, anapewa ushuhuda leo leo, na unamsikia anashuhudia. Bwana Yesu asifiwe. Umewahi kumfikiria mtu kama Zakaria baba yake na Yohana alikuwa anafanya kazi ya kufukiza uvumba, na kila ikifika zamu yake anaenda anafukiza uvumba kwenye madhabahu, lakini mke wake ni tasa, na ameombea wengine wamevuka, lakini mke wake ni tasa. Na akiwa ameshazeeka, amejikatia tamaa, siku moja ameenda kufukiza uvumba, ndio Mungu anamwambia Zakaria, mke wako Elizabeth atapokea mimba na atazaa mtoto, na ili uamini kwamba nilichosema kitatokea, kuanzia leo utakuwa bubu, utasema mpaka utakapoyaona yametimia. Kwa hiyo ametoka kufukiza uvumba, wanamsalimia shalom shalom, anasema Bwana asifiwe. Wanamuuliza umekutana na shida gani? Hawezi kusema. Baada ya mtoto kuzaliwa, moyoni alikuwa ameshapewa jina la Yohana, lakini na Elizabeth na yeye alipata jina hilo hilo, na baada ya kuzaa ndio huyu Zakaria akaongea. Na lazima utafakari kwamba ni mtumishi wa Bwana, anaombea wengine wanavuka, lakini mke wake ni nani? Ni tasa. Kwa nini mke wake ni tasa? Ni kwa sababu ya aina ya mtoto wanayetakiwa kumzaa. Hauwezi ukamzaa mtoto ambaye anatangulia mbele kutengeneza njia ya Yesu alafu azaliwe kawaida. Ngoja nirudie tena. Yohana amezaliwa kwa ajili ya kutangulia mbele ya Yesu, kutengeneza njia. Anatengeneza njia kwa ajili ya Yesu. Kwa hiyo huyu aliyetumwa kutengeneza njia, au huyu ambaye anatakiwa kutengeneza njia, hawezi kuzaliwa kama mtoto wako alivyozaliwa. Lazima anayemzaa apite kwenye shida. Tunaenda sawa? Lazima apite kwenye nini? Kwenye shida. Sema amen. Tazame jirani, mwambie ulichoahidiwa mbele yako ndicho kinachoamua mahali unakopita. Kazie macho kabisa, mwambie ulichoahidiwa mbele yako ndio kinaamua unayoyapitia leo. Kwa mwambie usitusumbue, mwambie Mungu aliyekupa hiyo ahadi. Mwambie usimsumbue mwalimu. Hallelujah. Unless umwambie Mungu hii ahadi mimi siitaki. Si ndio? Ukishamwambia siitaki, ataondoa hayo majaribu, lakini sahau kupata ushuhuda. Bwana asifiwe. Sasa leo nataka tuangalie hii story. Andika kitabu cha Esther. Esther sura ya 6 ule mstari wa 1 mpaka wa 3. Nataka tuitazame hii story. Kitabu cha Esther sura ya 6 ule mstari wa 1 mpaka wa 3. Na kama unaweza ukapapata hapo, fungua tusome pamoja. Esther sura ya 6 na ule mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 3. Esther sura ya 6 ule mstari wa 1 mpaka ule mstari
sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 3. Anasema hivi: usiku ule mfalme hakupata usingizi, akaamuru aletewe kitabu cha maandiko ya taarifa, nayo yakasomwa mbele ya mfalme. Ikaonekana kuwa imeandikwa ya kwamba Mordekai aliwachongea Bigithana na Tereshi, wasimamizi wawili wa mfalme, katika hao waliolinda mlango, waliotaka kumtia mikono mfalme Ahasuero. Mfalme akasema, je, ni heshima gani au jaha gani Mordekai aliyofanyiziwa kwa ajili ya hayo? Watumwa wa mfalme waliomhudumu wakamwambia, hakuna alilofanyiziwa. Sema hakuna alilofanyiziwa. Sema kwa sauti kubwa, hakuna alilofanyiziwa. Okay, andika tena Esther sura ya 2 mstari wa 21 mpaka wa 23. Esther sura ya 2 ule mstari wa 21 mpaka wa 23. Esther sura ya 2 mstari wa 21 mpaka wa 23. Anasema hivi: ikawa siku zile Mordekai alipokuwa akiketi mlangoni pa mfalme, wawili katika wasimamizi wake mfalme, Bigithana na Tereshi, wangoja mlango, walighadhibika, wakataka kumpelekea mikono mfalme Ahasuero. Basi Mordekai akapata kulijua jambo hilo, naye akamjulisha Esther Malkia, naye Esther akamwambia mfalme habari hiyo kwa jina la Mordekai. Na jambo hilo lilipochunguzwa na hakika yake ikapatikana, hao wote wawili wakatundikwa juu ya mti. Hayo pia yakaandikwa katika kitabu cha taarifa mbele ya mfalme. Sema yakaandikwa kwenye kitabu cha taarifa mbele ya mfalme. Sasa macho ubaoni, nisikilize hapa. Hii ni story ya huyu dada anaitwa Mordekai. Msema Mordekai. Na huyu Mordekai, maandiko yanasema alikuwa ni mjomba wake na Esther, na alikuwa anafanya kazi ya kulinda mlango kwenye ikulu ya Ahasuero, na kwa lugha ya leo tungesema Mordekai alikuwa ni usalama wa taifa, na kazi yake alikuwa anakaa pale kwenye lango la ikulu ya Ahasuero. Sasa akiwa pale kwenye zamu, alipata taarifa za vijana wawili ambao wote walikuwa wanafanya naye kazi, walikuwa walinda mlango. Wa kwanza anaitwa Bigithana na mwingine anaitwa Tereshi. Hawa jamaa walikuwa wanapanga njama ya kumuua Ahasuero. Na hili jambo maandiko yanasema, Biblia yanasema Mordekai alipata neema ya kulifahamu, na alipolisikia akaenda kuliripoti kwa Esther, na akamwambia Esther, hakisha unamsemesha mfalme juu ya hili jambo. Kwa hiyo Esther akaenda kumwambia mfalme, na mfalme alipoambiwa, Biblia inasema lile jambo lilichunguzwa. Msema lilichunguzwa. Na lilipochunguzwa hakika yake ikapatikana, wale vijana wakachukuliwa wakauliwa kwa sababu ya njama walizokuwa wanakusudia kuzifanya. Na Biblia inasema hiyo habari ikaandikwa kwenye kitabu cha taarifa. Sasa nachotaka ni kuonyesha ni hiki: huu wema aliyoufanya Mordekai, ambao unatakiwa uandikwe kwenye kitabu cha taarifa ya mfalme, na kwa lugha ya leo manake kwenye faili la Mordekai anatakiwa aandikiwe wema aliyoufanya. Lakini walipoenda kuandika, na mwandishi alikuwa ni Hamani. Hamani alipoenda kuandika hili jambo alilofanya Mordekai, maandiko yanasema Hamani alilibadilisha. Msema alilibadilisha. Kwa hiyo badala ya kuandika Mordekai alichofanya, Hamani aliandika kwamba Mordekai aliwachongea hawa vijana Tereshi, huyu Bigithana na Tereshi, na Mordekai akaandikiwa hiyo taarifa.
Na maandiko yanasema kwenye sura ya 6 ya kwamba kuna usiku ambao mfalme Ahasuero alikosa usingizi, akaamuru aletewe kitabu cha taarifa. Na alipoletewa kitabu cha taarifa, akashangaa taarifa iliyoandikwa kwa ajili ya Mordekai, kwa sababu ile taarifa anaijua, aliambiwa na ikachunguzwa, lakini akashangaa sana alichoandikiwa Mordekai. Bwana asifiwe. Na mfalme anauliza, jamani, ni heshima gani ambayo mmemfanyia Mordekai kwa hiki alichofanya? Wale wahudumu wa mfalme wanasema, mkuu, hakuna alichofanyiwa, na badala yake ameandikiwa mabaya. Kwa maana yake anapita kwenye shida kwa sababu ya wema aliyofanya. Tunaenda sawa eh? Punga mkono wako namna hii. Anatakiwa afanyiwe mema, anatakiwa apewe promotion, anatakiwa apandishwe cheo, lakini yale mema aliyoyafanya yamebadilishwa na mfalme Ahasuero, yamebadilishwa na Hamani. Na kuna watu wengi ambao, kuna watu umewafanyia wema na ulitegemea kwamba ungelipwa wema, lakini baada ya kuwafanyia wema, angalia mahali unakopita, unapita mahali pagumu kwa sababu ya wema ulioufanya. Na ninaamini kabisa na Mordekai lazima aliumia kwamba mimi nimefanya wema, kwa nini nilipwe mabaya? Nimetenda wema kwa ajili ya hii serikali ya Ahasuero, kwa nini nilipwe mabaya? Lakini leo nataka nikusaidie, si kila mabaya Mungu anayoruhusu ya kupate ni mabaya. Mengine ni sehemu ya njia ya kukupeleka kwenye ile ahadi. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kwa sauti kama unanielewa. Tazame jirani, mwambie mengine ni sehemu ya njia. Mwambie kwa sauti kubwa, mengine ni sehemu ya njia. Na nilikueleza jana kwamba wakati mwingine kumwelewa Mungu sio kazi rahisi. Jaribu imagine kwamba umefanya jema, unastahili kupewa promotion, unastahili kupandishwa cheo, lakini badala ya kufanyiwa mema, umeandikiwa kitu kigumu sana ambacho kimekupitisha kwenye jaribu na kimekupitisha kwenye shida. Na wale waliokuandikia hayo mabaya wanasema na tuone. Lakini nataka nikuambie, hata wao hawajui ya kwamba ni sehemu ya njia ya Mungu kutimiza ahadi yake kwako. Na ndio maana ukishajifunza masomo ya namna hii, si kila anayekufanyia ubaya utamkasirikia. Mwingine utampa na soda ya mirinda nyeusi ya baridi, na utamshukuru, utamwambia nakushukuru sana. Bwana asifiwe. Punga mkono wako namna hii. Sasa rudi kwenye Esta sura ya 6, tusome hapo ili uweze kuona. Esta sura ya 6, tuanzie tena mstari wa 1 na tutaenda mpaka ule mstari wa mwisho kabisa kule, ili uweze kuipata hii story vizuri. Fungua pamoja nami kitabu cha Esta na tutasoma pamoja kwa sauti, kwa sababu kuna watu huwa hawasomagi Biblia. Na hii kitabu cha Esta kina mistari 14 tu na tutaisoma. Kama umepaona sema amen. Aya, twende kwa sauti kubwa. Usiku ule mfalme hakupata usingizi, akaamuru aletewe kitabu cha maandiko ya taarifa, nayo yakasomwa mbele ya mfalme. Ikaonekana kuwa imeandikwa ya kwamba Mordekai aliwachongea Bigithana na Tereshi, wasimamizi wawili wa mfalme, katika hao waliolinda mlango, waliotaka kumtia mikono mfalme Ahasuero. Mstari wa 3 kwa sauti. Mfalme akasema, je, ni heshima gani au jaha gani Mordekai aliyofanyiziwa kwa ajili ya hayo? Watumwa wa mfalme waliomhudumu wakamwambia, hakuna alilofanyiziwa. Twende mstari wa 4 kwa sauti. Mfalme akasema, yupo nani behewani? Ikawa Hamani alikuwa ameingia katika ua wa nje wa nyumba ya mfalme,
aseme na mfalme ili kumtundika Mordekai juu ya mti ule aliyomwekea tayari. Sasa weka pause kwanza nikuelezee. Sema shikamoo Haman. Sema kwa sauti kubwa, shikamoo Haman. Huyu mwamba huyu amebadilisha wema aliofanya Mordekai. Na ule wema aliofanya Mordekai ulitakiwa umfanye apandishwe cheo, apewe promotion, lakini Haman alibadilisha. Na baada ya kubadilisha, Haman ya kuridhika akasema lazima nimnyoshe nani? Mordekai. Sasa hii siku ambayo mfalme anasoma kitabu cha taarifa, siku hiyo hiyo Haman na yeye alikuwa ameenda pale ofisini kwa mfalme ili aseme na mfalme Mordekai atundikwe kwenye mti aliyomwandalia. Bwana asifiwe. Na Haman anasema Mordekai, lazima leo nikunyooshe. Hajui ya kwamba ni sehemu ya njia ya Mungu kutimiza ahadi kwa Mordekai. Bwana asifiwe. Sasa najaribu kuwaza, jaribu ufikiri Mordekai apate hii taarifa kwamba Haman amebadilisha wema uliofanya, na hajaishia hapo, ameenda kwa mfalme kukuchongea. Uwe na uhakika Mordekai angeanza kuogopa, jamani inaisha. Lakini ukishajifunza somo la namna hii, utakuwa na amani na wala hautaogopa mabaya kwa jina la Yesu. Sema amina kama tuko pamoja. Twende mstari wa 5 kwa sauti. Tusome mstari wa 5, twende. Basi watumwa wa mfalme wakamwambia, tazama Hamani yupo amesimama behewani. Mfalme akasema na aingie. Sema na aingie. Sema kwa sauti kubwa, na aingie. Ule mstari wa 6 kwa sauti kubwa, twende. Basi Hamani akaingia. Mfalme akamwambia, afanyiziwe nini yule ambaye mfalme apenda kumheshimu? Turudie tena mstari wa 6 kwa sauti, twende. Basi Hamani akaingia. Mfalme akamwambia, afanyiziwe nini yule ambaye mfalme apenda kumheshimu? Hamani akasema moyoni mwake, ni nani ambaye mfalme apenda kumheshimu kuliko mimi? Kwa hili jamani, lipumbavu kweli kweli. Linaamini ya kwamba hakuna mtu mwingine ambaye mfalme anamheshimu kuliko yeye. Lakini angalia Mungu alivyo master plan. Unajua tunasomaga Biblia haraka haraka kwamba Hamani yuko ofisini kwa mfalme, anasubiri nafasi aingie. Agenda inayompeleka ni anaenda kumchongea nani? Mordekai. Tunaenda sawa? Anaporuhusiwa kuingia, kabla hajasema kilichompeleka, mfalme anamuwai. Anamuuliza, mzee, afanyiziwe nini yule ambaye mfalme apenda kumheshimu? Na Jamali nasema moyoni, nani mwingine ambaye anaheshimiwa kwenye ufalme kama sio mimi? Na alipopata hiyo akili moyoni mwake kwamba mimi ndo naheshimiwa, angalia vitu anavyoanza kusema pale. Haleluya. Twende ule mstari wa 7 kwa sauti kubwa, 1 2 twende. Basi Hamani akamwambia mfalme, yule ambaye mfalme apenda kumheshimu, na aletewe mavazi ya kifalme ambayo mfalme amezoea kuyavaa, na farasi ambaye mfalme humpanda mwenyewe, ambaye ametiwa taji ya kifalme kichwani. Mstari wa 9, na yale mavazi na yule farasi akabidhiwe mkononi mmojawapo wa maakida wa mfalme aliyemstahiki, ili makusudi amvike yule ambaye mfalme apenda kumheshimu, na kumkaribisha juu ya farasi kupitia njia kuu ya mjini, na kupiga mbiu mbele yake kusema,
hivyo ndivyo atakavyofanyiziwa mtu yule ambaye mfalme apenda kumheshimu. Mstari wa 10 kwa sauti kubwa, twende, sauti kubwa kabisa. Basi mfalme akamwambia Haman, hima. Sema kwa sauti, hima. Ongeza sauti, sema hima. Toa mavazi na farasi kama ulivyosema, ukamfanyizie hivyo hivyo Mordekai. Lisipungue neno lolote katika yote ulio yasema. Singempigia hata Yesu makofi mazuri? Haleluya. Tazame jirani, mwambie lisipungue neno lolote. Mwambie kwa sauti, lisipungue neno lolote. Mstari wa 11 kwa sauti kubwa, twende. Ndipo Hamani alipoyatoa mavazi na farasi. Sasa angalia, mwai kufikiri kwamba haya uliyoyasema ulijua ni ya kwako, si ndio? Alafu kibao kimegeuka na ulitaka kumuua, ila leo unamvalisha mavazi ya kifalme. Mwai kuwaza moyoni alikuwa anawaza nini? Moyoni anafyonza tu, Mordekai huyu mjinga huyu. Haleluya. Na ndio maana vivyo hivyo na shetani na yeye angejua alichokuwa anakifanya kumuua Yesu. Angejua anachokifanya kwamba ni hatari kwake, asingefanya. Kwa sababu alipomuua Yesu na Yesu akazikwa, maandiko yanasema chembe ya ngano isipoanguka kwenye ardhi ikafa, hukaa hali hiyo hiyo. Ila ikianguka ardhini, anasema hutoa mazao mengi. Kwa hiyo shetani alijua anapomuua Yesu pale msalabani, alijua anamkomoa. Na kuna kajinga kamoja kanakufanyia mabaya, kanajua kanakukomoa, kumbe ni sehemu ya nini? Gonga na jirani, mwambie ni sehemu ya njia. Kuna mtu anasema, mwalimu, hujajua huyu anayepambana na mimi, hata kama anatisha kama nini, ile kwamba Mungu amenyamaza afanye hayo ni sehemu ya nini? Ya njia. Tunaenda sawa? Kwa sababu kuna watu unaweza kaomba, Baba, navunja kila upinzani, kila maroho yeyote anayeinuka kupigana na mimi. Kadiri unavyoomba ndivyo wanavyofanya mabaya na unaumia. Lakini baada ya wiki hii hautaumia kwa jina la Yesu Kristo. Sema amina kama mnanielewa. Na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, Mungu mwenyewe anajua namna ya kuwatengeneza. Mungu anajua namna ya kukutengeneza. Mungu anajua namna ya kukusaidia. Sema amina kama unanielewa. Pigie Yesu makofi mazuri. Gonga na jirani, mwambie Mungu anajua namna ya kukutengeneza. Mwambie tatizo lako wewe una paniki mapema sana. Haleluya. Yani unanuna. Haleluya. Tusome tena mstari wa 11 kwa sauti kubwa, twende. Soma kwa sauti ya ushindi, twende. Akamvika Mordekai yale mavazi, akamkaribisha juu ya farasi kupitia njia kuu ya mjini. Akapiga mbiu mbele yake. Hivyo ndivyo atakavyofanyiziwa yule mtu ambaye mfalme apenda. Mstari wa 12 kwa sauti kubwa, twende. Na kichwa chake kimefunikwa, macho ubaoni. Kuna mwimbaji mmoja alisema, nampenda Yesu wa Galilaya, ametenda makuu moyoni mwangu. Tunafahamu huo wimbo? Hebu imba kwa sauti moja mbili twende. Nampenda Yesu wa Galilaya,
amefanya nini, ametenda makuu moyoni. Wewe wampenda nani? Nampenda Yesu. Amefanya nini, ametenda makuu moyoni. Kwa hiyo kuna wakati kumwelewa Mungu sio kazi rahisi. Fikiri Mordekai amefanya wema, anatakiwa pewe promotion, wema umebadilishwa, na jamaa anayemchukia ameenda kumchongea ili afe. Alafu mfalme anamuuliza, oya mzee, mtu ambaye mfalme anataka kumheshimu amfanyie nini? Haman anasema mimi ndo naheshimiwa hapa. Kwa jamaa linatamka, unajua nimesoma hii story nikaelewa kwamba kama Mordekai angefanyiwa wema kulingana na alichofanya, haya ya zamu hii asingeyapata. Umenisikia? Haya ya zamu hii asingefanyaje? Inawezekana angeishiwa tu kupewa kacheo kadogo, lakini Mungu alichokuwa anamwandalia ni kitu kikubwa sana. Anakifikiaje? Lazima kwanza apite kwenye shida. Tunaenda sawa? Kwa hiyo Haman nilikasema, yule mfalme anayependa kumheshimu afanyiwe 1, 2, 3. Mfalme anasema, mzee sikia, ninayemheshimu ni Mordekai. Sasa hayo yote uliyoyasema nenda kamfanyie Mordekai, na lisipungue neno lolote katika hayo uliyosema. Na Biblia inasema, ukisoma hii story, wakati Haman anaenda kumchongea Mordekai, alikuwa ameongea na mke wake na walikuwa na mpambe, na wanamwambia andaa kabisa msalaba, najua leo huyu Mordekai hata katiza, lazima atakufa. Kwa jamaa limeenda linasema, Mordekai atanitambua leo, Mordekai atanitambua leo mimi ni nani. Lakini maandiko yanasema alirudi nyumbani akiwa na msiba. Haleluya. Wakati yeye ana msiba, Mordekai yeye alikuwa anashuhudia. Si kama naongea na watu hapa. Mordekai alikuwa anashuhudia, na nina uhakika Mordekai alienda kumpa soda ya shukrani Haman, kwamba Haman nakushukuru, usingebadilisha mema niliyoyafanya nisingepewa heshima hii kubwa. Kwa sababu ukisoma hii story, Mordekai alipewa nafasi ya Haman. Haleluya. Mordekai alipewa nafasi ya nani? Ya Haman. Kama angefanyiwa mema hapa alipofanya hili jambo, hii nafasi na haya marupurupu na hii heshima asingepewa. Na ndio maana kuna wakati kumwelewa Mungu sio rahisi, na kuna wakati huwa kuna watu tunakata tamaa mapema, lakini kumbe Mungu anapika muujiza. Mwambie jirani, Mungu anapika muujiza kwa ajili yako. Saidie kumtikisa kabisa, mwambie Mungu anapika muujiza kwa ajili yako. Tikise kabisa huyo anapanikigi mapema, mwambie Mungu anapika muujiza kwa ajili yako. Na mimi ninaona Mungu anapika muujiza kwa ajili ya kanisa la Mennonite Dodoma Iringa Road. Sema amina kama unanielewa. Gonga na jirani yako, mwambie Mungu anapika ushuhuda. Mwambie relax bwana. Mwambie acha kupaniki. Haleluya. Mwambie Hamani wako ni daraja la wewe kwenda kwenye ushuhuda. Bwana asifiwe. Na Mungu ageuze kila shida ulionayo akufanyie nafasi kwa jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Kwenye kila jaribu Mungu akufanyie nafasi. Kwenye kila changamoto ulionayo Mungu akufanyie nafasi. Sema amina kama unanielewa. Kwa hiyo nataka ufahamu, kwenye kila shida unayokutana nayo kuna nafasi. Sema kuna nafasi. Sema kwa sauti, kuna nafasi. Kwa kuna nafasi zingine utazipata mpaka umepita kwenye nini? Kwenye shida. Daudi anasema, katika shida za moyo wangu unifanyie nafasi na kunitoa kwenye nini? Kwenye dhiki. Kwa hiyo wakati wewe unaona ni changamoto na inakuumiza na inakukosesha amani, Mungu anatengeneza nafasi
ya kukupeleka kwenye ushuhuda kupitia hilo jaribu na kupitia hiyo changamoto. Tatizo tumejifunza kwamba kila ukipitia jambo baya ni mizimu. Ndio maana kuna kamtu nashika rungu, nashika panga la kiroho, napiga, unampiga Mungu. Tazama jirani mwambie unampiga Mungu. Haleluya. Kwa hiyo kwa maneno mengine, aliyemuinua Hamani afanye haya yote ni nani? Ni Mungu. Kwa hiyo niseme lugha ambayo itakuchanganya kidogo. Na shetani na yeye ni mtumishi wa Mungu. Tazama jirani mwambie na shetani na yeye ni mtumishi wa Mungu. Hiyo itakushtua kidogo, lakini baba amesema Wewe wakati una hasira naye, yani ukimkamata utamchemsha supu ya eti na utamnywa. Lakini shetani huyo huyo wanapiga story na Mungu. Na tena kabla hajakupitisha kwenye jaribu, anaenda kuomba ruhusa. Na Mungu anamruhusu, anamwambia nenda. Kwani kwa Ayubu ilikuwaje? Jamaa alienda wakaongea, shetani kaomba ruhusa, Mungu akamwambia yuko mikononi mwako, fanya chochote unachotaka, ila roho yake usiguse. Na ndio maana unapita kwenye mnyoosho ila roho yako haiguswi. Haleluya. Unalia we na nyimbo zako za faraja, nimejifunza kudhiliwa. Mungu anasema unalia leo kwa sababu hujajua nachokuandalia kesho. Na ndio maana Yusufu ni kama alijua, haumuoni mahali popote akilia wala kulalamika. Ila ungekuwa wewe sasa, tazame jirani, we hata alivyo tu angeongea huyo. Bwana asifiwe. Nilisoma huu mstari, Biblia inasema ya kwamba nilimsimamisha Farao kwa kusudi hili, ili nipate kuonyesha nguvu zangu, nipate utukufu. Kwa yale yote ambayo Farao alikuwa anawafanyia wana wa Israeli, ni Mungu na Farao alikuwa kwenye utumishi, alikuwa kazini. Na unahitaji kukua, uwe na mentality ambayo imekuwa kiroho, kwamba si kila anayekufanyia mabaya anakufanyia kwa sababu anapenda. Wengine wako kwenye zamu yao ya utumishi. Mmenisikia nilichosema? Wengine wako kwenye zamu yao ya nini? Tazame jirani mwambie yule anayekusema vibaya yuko kwenye zamu yake ya utumishi. Hiyo ni ngumu kidogo kumeza, si ndio? Si ndio? Kuna mtu anambia mtumishi, yani yule anavyonisema, anavyonipiga vita kazini, kweli ni Mungu? Ni Mungu, ni mtumishi wa Mungu huyo, na yeye anatimiza majukumu yake. Na ili ujue kwamba Hamani alikuwa mtumishi wa Mungu, haleluya, angejua kwamba hicho anachofanya kinampa promotion Mordekai, asingefanya. Umenisikia? Asingefanyaje? Asingefanya. Lakini kwa sababu na yeye alikuwa kwenye utumishi, Mungu anamsukuma fanya. Ndio maana jamaa alifanya. Haleluya. Haleluya. Kwa kuna wakati tujifunze kumwacha Mungu amalize kazi yake. Tazame jirani mwambie jifunze kumwacha Mungu amalize kazi yake. Mtazame usoni kabisa. Tazame. Mwangalie mwambie jifunze kumwacha Mungu amalize kazi yake. Najua hili somo la wiki hii mtalipenda sana. Bwana asifiwe. Kasa ungetamani aje mtumishi. Ninatabiri jioni ya leo unaenda kupata nyumba gorofa. Ninatabiri jioni ya leo unaenda kupata handsome boy, mume mzuri kabisa. Natabiri jioni ya leo unaenda kupewa promotion. Kabla ya promotion kuna Hamani. Tazame jirani mwambie kabla ya promotion kuna Hamani.
Kazie macho kabisa, mwambie kabla ya ushuhuda kuna Hamani mtumishi wa Bwana. Bwana asifiwe. Punga mkono namna hii kama unanielewa. Kwa hiyo hii sentensi ni ngumu. Jifunze kumwombea Hamani wako afanye utumishi wake kwa Bwana. Kuna kaushuhuda baba alinipa nikandani, hatuwezi kukashuhudia hapa. Nafikiri baba unaweza sasa ukaelewa. Yule ndugu alikuwa anafanya kazi ya utumishi. Bwana asifiwe. Muombe Hamani wako amalize kazi yake, afanye utumishi wake vizuri. Yaani kama ni kukunyoosha, akunyooshe vizuri. Asiishie tu kubadilisha taarifa zako, aende na kwa mfalme kukuchongea. Hii ni ngumu Naona ndugu yangu amecheka. Kwa sababu Hamani akiishia kubadilisha taarifa, asipoenda kwa mfalme kukuchongea, kazi ya Mungu inakuwa haijakamilika bado. Kumbuka andiko la jana, kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati, ila kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuvumbua kazi ya Mungu anayoifanya tangu mwanzo hata mwisho. Ndio maana huwa tunakasirika, tunakata tamaa, tuna panic. Kwani kupe ushuhuda. Siku moja nilikuwa Morogoro, nilikuwa na semina kama hivi. Nimemaliza semina Jumapili, Jumatatu asubuhi nikaenda pale Msamvu ili nipande basi nirudi Dar es Salaam. Na kipindi kile nauli ilikuwa shilingi 5,000, lakini kwangu ilikuwa ni kama milioni 5, 5,000 kipindi hicho. Kwa nimeingia kwenye lile basi, tukakaa kama risali zima kusubiri abiria wajae kwenye basi. Abiria walipojaa tukaanza kuondoka. Ile tunafika pale pa kulipa ushuru, nikasikia kaupako kakwenda kurekebisha tai. Kama na D2 umenielewa? Sema amen. Sio kila mtu ameelewa? Amen. Kwa nikamwambia kondakta, ambia tai yangu imelegea, naomba nikaifunge vizuri. Akasema we ni kijana wa hovyo, mtu wa hovyo sana we. Akatukana, tumekaa hapa risali zima, kwa nini ukwenda kurekebisha hiyo tai yako? Akasema ukishuka tunakuacha. Kwa namna tai ilivyokuwa imelegea, nilishuka. Nilikuwa na kabegi kangu kadogo kamgongoni, nikashuka nako. Nimeenda mahali pa kurekebishia tai, nikakuta tai iko vizuri. Nimeenda shotiko waone. Nilipofika kule ofisini hakuna chochote, ule upako wote haupo. Nikasema hii ni mizimu ya ukoo, na nikakasirika kweli kweli. Nimerudi nakuta basi limeniacha. Nilijaa, nilikasirika, nilinuna, nilitukana hawa makondakta. Hakuna tusi ambalo sikuongea, na ni mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Sema ehe. Baadaye nikiwa pale pale, kuna basi ingine liko limejaza, ila kuna siti moja imebaki, kwa nikaingia. Na kwenye ile siti nilikuwa bado sijaoa. Sema ehe. Mnapenda umbea. Kwenye ile siti kulikuwa na dada mmoja mweupe mzuri, raba shata. Lakini kwa sababu ya kilichotokea hata sikumsalimia. Nimeenda pale, yani nafika tu nakaa, nimekasirika, niko tu. Yule dada nikanaona ananitazama, nafikiri na yeye alinielewa. Haleluya. Yani alikuwa ananiangalia. Haleluya. Sasa baada ya kuanza safari, baada ya nusu saa, tukakuta ile basi iliyoniacha imepata ajali na imechinja watu, ni damu zinamwagika. Unajua kitu nilisema? Nilisema asante Yesu, niliachwa na hii. Sika mmenielewa? Huku wakati nimeachwa stendi, nimenuna na nimetukana, na Mungu amenipeleka kwenye muujiza, ila kwa sababu ya hasira muujiza sijauona. Haleluya. Ila baada ya kuelewa mwisho wa kazi ya Mungu,
Ndio nikasema asante Yesu, nikaongea na Kichaga woi. Haleluya. Nikasema asante Yesu, niliachwa na hii basi. Tulishuka pale kuangalia, tunasikitika. Yaani kila mtu, hey jamani, oh jamani. Mimi hapo moyo unadunda kwa sababu na mimi nilikuwa nafia kwenye ile ajali. Lakini Mungu aliona, akaruhusu kondakta anitukane na basi liondoke na nifyumu. Maumivu yako ya leo, kama mbele yako kuna muujiza, hayamsumbuagi Mungu. Hata usiposema amina. Ndivyo ilivyo. Mungu naumia. Mungu anasema kwa sababu ya utukufu ulioko mbele, umia tu. Sasa baada ya kumaliza, sasa pale tumeangalia ajali, tumeambiwa turudi kwenye basi. Sema haleluya. Hasira zimeshaisha sasa, hapo nimeshamwelewa Mungu, si ndio? Narudi pale sasa kwenye siti. Riba saka robo shata. Naanza kumsalimia yule dada, shalom shalom. Ile nimemsalimia, kituo kinachofuata dada amefika, anashuka. Kasema mimi, nikajipiga makwenzi, kasema mimi ni mjinga. Nilijilaumu njia nzima, na baadaye nilikujaga kurudi pale aliposhukia. Nikaulizia, jamani, kuna dada mmoja mweupe yuko hivi, mnamfahamu? Kila mtu anasema simfahamu. Haleluya. Punga. Emsema, katika shida za moyo wangu unifanyie nafasi na kunitoa katika dhiki zangu. Baba, bado muda upo, niseme pointi ya pili. Niseme ya pili. Okay, andika ya pili. Andika ya pili. Pointi ya pili, andika. Kuna matatizo au majaribu mengine ndani yake yamebeba fursa na nafasi. Kuna matatizo na majaribu mengine ndani yake yamebeba fursa na nafasi iliyobeba utimilifu wa ahadi ya Mungu kwako. Kuna matatizo na majaribu mengine ndani yake yamebeba fursa na nafasi iliyobeba utimilifu wa ahadi ya Mungu kwako. Kuna majaribu na matatizo mengine yamebeba fursa na yamebeba nafasi ya utimilifu wa ile ahadi ya Mungu kwako. Tunapomaliza hii pointi ya pili, vingine tutaendelea kesho. Andika Mwanzo. Andika Mwanzo sura ya 37 mstari wa 18 mpaka wa 20. Alafu fungua tusome tena hapo pamoja. Tuyachunguze maandiko kama wana wa Beroya. Fungua hapo tusome Mwanzo 37 mstari wa 18 mpaka wa 20. Msaidia anaangalia yaliyomo ili apate kitabu cha Mwanzo. Aya, kama tumepaona tuseme amen. Tusome kwa sauti kubwa, twende. Wakamuona toka mbali, na kabla hajawakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao, tazama yule bwana wa ndoto anakuja. Haya, twende tukamuue na kumtupa katika birika mojawapo, nasi tutasema mnyama mkali amemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Sasa nikianzia hapa, muda unaweza ukatutupa mkono. Twende Mwanzo 39. Andika Mwanzo 39 ule mstari wa 18 mpaka wa 20. Mwanzo 39:18 mpaka 20. Na tunasoma tena kwa sauti. Moja mbili tatu, twende. Ikawa nilipopaza sauti yangu nikalia, akaacha nguo yake kwangu, akakimbia nje.
Ikawa bwana wake aliposikia maneno ya mkewe aliyomwambia akisema, mtumwa wako amenitendea mambo kama haya, hasira yake ikawaka. 20, bwana wake akamtwaa Yusufu akamtia gerezani, mahali walipofungwa wafungwa wa mfalme, naye akawamo humo gerezani. Sasa andika hii sentensi kwanza. Andika ili ujue hilo jaribu ndani yake limebeba fursa. Ili ujue hilo jaribu ndani yake limebeba fursa. Katikati ya hilo jaribu, Mungu atakuwa pamoja na wewe ili usije ukaangamia au ukaharibikiwa kama ulivyotegemea au kama walivyotegemea. Ili ujue hiyo changamoto au hiyo jaribu unalolipitia limebeba fursa ya kukufanikisha, ya kukupeleka kwenye ushuhuda. Utalipitia hilo jaribu, lakini Mungu atakuwa pamoja na wewe ili usiangamie au usiharibikiwe kama ulivyotegemea au kama walivyotegemea. Kwa sababu unapopita kwenye jaribu, kuna kitu na wewe unakitegemea kwamba hapa naisha, na kuna watu wanategemea kwamba hapa lazima ataaibika. Lakini ili ujue hilo jaribu ni fursa, Mungu anakuwa pamoja na wewe. Bwana asifiwe. Unapita kwenye moto, lakini unashangaa moto haukuunguzi, na kila mtu anashangaa unawezaje kunenepa kwenye hiyo changamoto ulionayo. Rudi kwenye Mwanzo hiyo 39 mstari wa 21 mpaka wa 23 ili uone. Tusome tena pale kwa sauti. Mstari wa 21 twende. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu. Angalia hapa. Wakati anasingiziwa kesi ya kubaka, Bwana hayuko pamoja naye. Wakati anasemewa kwa Potifa, Bwana hayuko pamoja naye. Wakati anapelekwa gerezani, alipofika gerezani, ndio Bwana akawa pamoja. Unaelewa hapa kweli vizuri? Haleluya. Kwa nini Mungu asingezuia Yusufu asisingiziwe kesi? Ni swali la muhimu, si ndio? Kwa nini Mungu asingefunga kinywa cha huyu mwanamke asimshtakie? Kwa nini Mungu ananyamaza? Ni kwa sababu hili jaribu kwa Yusufu limebeba nafasi. Haleluya. Turudie mstari wa 21 tumalize tuondoke. Lakini Bwana, soma kwa sauti kubwa twende. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Twende 22. Mkuu wa gereza akawatia mikononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa waliomo gerezani, na yote yaliyofanyika humo ndiye aliyeyafanya. Maamuzi yote ya gereza yalikuwa yanafanywa na nani? Leo wanakula pilau, anayeamua ni nani? Leo wanalala saa 4 wakaangalia na mpira wa Simba na Yanga, anayeamua ni nani? Mstari wa 23 twende. Wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lililoko mkononi mwa Yusufu, kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye. Bwana akafanikisha yote aliyoyafanya. Hata kama ungekuwa wewe, kuna mahali umetengenezewa zengwe, umetupwa, na wewe mwenyewe unategemea kwamba hapa kweli nitainuka, hapa natoboa. Unashangaa Mungu anakuinulia mtu na anakupa kibali katikati ya moto, na wale waliokutengenezea mabaya wanasubiri habari zako kwamba vipi, ameshaharibikiwa. Wanasikia amepewa kusimamia gereza. Bwana asifiwe. Na ndio maana si kila anayekusalimia, anayekujulia hali anakupenda.
Si kila anayekwambia unaendeleaje haina maana kwamba anakupenda. Wengine wanafuatilia ili wapate kujua mabaya waliokufanyia yamekupata. Uchawi waliokufanyia umekupata. Vikao vya siri na agenda za siri walizokubaliana juu yako zimekupata. Na kuna mtu kwa sababu ujui unaanza kujieleza, nimeamka na kichomi, yani sijisikii kabisa hata kula. Wanasema oh yes, mabaya tuliyomfanyia yameanza kufanya kazi. Watakuuliza vipi kazini? Yani nashangaa tu bosi ameanza kunichukia. Wanasema oh yes. Na ndio maana ukishajua namna hiyo ya kwamba si kila anayekujulia hali anakupenda, uwe na uhakika kuna watu watakuuliza unaendeleaje. Hata kama unapita mahali pagumu, utawaambia Bwana ni mwema, si jambo. Si jambo. Haleluya. Utawaambia niko kwenye process za kuanza ujenzi. Utawaambia bosi amenisainia barua naenda masomoni. Unawadisappoint watesi wako. Na mimi ninakuombea Mungu hata wafurahisha watesi wako kwa jina la Yesu. Mungu asiwafurahishe kabisa na awadisappoint watesi wako. Na Daudi anasema Bwana usiwafurahishe watesi wangu. Mwaka huu Mungu hata wafurahisha watesi wako. Sema amina kama unanielewa. Gonga na jirani, mwambie Bwana yuko pamoja na wewe. Mwambie Bwana yuko pamoja na wewe. Sasa kuna mwingine anaweza kaumia. Umeomba, Baba zuia nisipelekwe gerezani, zuia Bwana nitetee, lakini Mungu ananyamaza. Anakusubiri saa umeingia gerezani, anakuwa pamoja na wewe. Alafu kitu ambacho mchungaji wa tuseme ni hiki. Kwa nini Yusufu anapewa uongozi gerezani? Ni ili awe na uwezo wa kuzunguka gereza zima. Kwa nini azunguke? Anatakiwa kukutana na wafungwa waliotoka ikulu ya nani? Ya rais. Umenielewa eh? Kwa sababu angefungiwa kwenye ile sero, asingekutana nao. Unaona Mungu alivyofundi. Baada ya Yusufu kuingia gerezani, Mungu anampa uongozi. Na Yusufu anazunguka gereza lote. Na siku moja anazunguka, akapita kwenye selo wafungwa wa kutoka ikulu ya Uswelo, akakuta wamefadhaika. Akawauliza, sasa mna shida gani? Wakamwambia tumeota ndoto na hatujui maana yake. Bwana asifiwe. Tusome hiyo mistari, si ndio? Tunamaliza. Mwanzo 40. Mwanzo 40, tuisome hiyo mistari. Sana jua kuna mwingine usomagi Biblia. Haleluya. Mwanzo 40, nenda ule mstari wa 12 mpaka wa 14. Tusome wa 12, lakini ukipata nafasi anza mstari wa kwanza. Kuna vitu vingi sana hapo tutaviruka kwa sababu ya muda. Mstari wa 12, tuende kwa sauti kubwa. Yusufu akamwambia, tafasiri yake ndiyo hii, matawi matatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu Farao atakiinua kichwa chako, atakurudisha katika kazi yako. Nawe utampa Farao kikombe mkononi mwake, kama ilivyo desturi ya kwanza ulipokuwa mnyweshaji wake. Mstari wa 14 kwa sauti kubwa, twende kwa sauti kubwa. Ila unikumbuke mimi utakapopata mema, ukanifanyie fadhili na kuomba, ukanitaje kwa Farao na kunitoa katika nyumba. Tazama uliyekaa naye, mwambie ukanitaje. Mwambie nenda kanitaje wewe. Mwambie acha roho mbaya, nenda kataje jina langu. Kuna mtu anaona kumwambia mtu haya ni connect bwana pale, yani anaona kama vile ni kujizalilisha. Yusufu anamwambia huyu mtu, nenda kanitaje kwa Farao.
Kwa kuna wakati tunahitaji kuambia watu, nenda kanitaje. Amen. Sasa angalia, alipopelekwa gerezani, Mungu anamkutanisha na hao wafanyakazi wa wapi? Wa ikulu. Na Yusufu anaiona nafasi, anaichangamkia, anamwambia nenda kanitaje. Ukienda Mwanzo 41, andika Mwanzo 41 tumalize. Mwanzo 41, kuna vitu vingi naruka because of time. Mwanzo 41 ule mstari wa 9 mpaka wa 14. Mwanzo 41 9 mpaka 14. Tusome kwa sauti kubwa, twende. Kuwa wanyweshaji akamwambia Farao akisema, na yakumbuka makosa yangu leo. Farao aliwakasirikia watumwa wake, akanitia nifungwe nyumbani kwa mkuu wa askari, mimi na waokaji. Tukaota ndoto usiku mmoja, mimi na yeye, kila mtu kwa tafasiri ya ndoto yake tukaota. Mstari wa 12, na huko pamoja nasi palikuwa na kijana Mwebrania, mtumishi wa mkuu wa askari. Tukamhadithia, naye akatutafasiria ndoto zetu, akamfasiria kila mtu kama ilivyokuwa ndoto yake. 13, ikawa kama vile alivyotutafasiria ndivyo ilivyotokea, nami nalirudishwa katika kazi yangu, na yeye alitundikwa. 14 kwa sauti, ndipo Farao akapeleka watu, akamuita Yusufu, akamleta upesi kutoka gerezani, akanyoa, akabadili nguo zake, akaingia kwa Farao. Sema ukanitaje. Sema kwa sauti, ukanitaje. Sasa tunapomalizia niseme hivi, Yusufu asingepelekwa gerezani, asingekutana na huyu mnyweshaji. Tunaenda sawa? Na kule gerezani palikuwa na fursa kwa ajili ya Yusufu kwenda wapi? Ikulu ya Farao. Ndio maana nasema kwenye shida za moyo wangu unifanyie nafasi na kunitoa katika dhiki zangu. Kwa Mungu alitengeneza Yusufu asingiziwe kesi ya kubaka, apelekwe gerezani, ili kutokea gerezani apate connection ya wapi? Ya ikulu. Lakini kuelewa plani ya Mungu ndio inakuaga changamoto. Tunaenda sawa? Ndio inakuaga nini? Changamoto. Bwana asifiwe. Kesho tuna maombi maalum. Amen. Na kesho tutakuwa tunaomba jambo moja, Mungu akufanyie nafasi. Ndio maombi tulionayo kesho. Mungu akufanyie nini? Nafasi. Ninajua mko kwenye maombi ya mfungo, si ndio? Baada ya maombi haya Mungu akufanyie nafasi. Na kwenye kufanyiwa nafasi tutakuwa tunachambua Yusufu alipotoka gerezani, alinyoa nywele, akabadilishiwa mavazi, na ndio akaingia wapi? Ikulu. Kwa tutakuwa tunaangalia kwa nini anyoe nywele, kwa nini abadilishiwe mavazi. Amen. Na tutakuwa tunamwomba Mungu atutengeneze kwa ajili ya ahadi aliyofanyaje, aliyotuandalia. Kwa kesho tujitahidi kuwahi, na kesho natamani hata kama watachelewa saa 10:30 au 10:45 nitatamani nisimame, ili kesho tuwe na muda mrefu wa kufanyaje, wa kuomba. Na mimi ninaamini kuna mtu mmoja Mungu atakufanyia nafasi. Amen. Nyanyua mikono yako juu kwa Bwana. Na kesho pia tutakuwa na sadaka maalum ya kuomba Mungu atufanyie nafasi. Kwa baadaye tutagawa bahasha kwa ajili ya sadaka ya kesho. Na kesho kama unaweza, njoo na familia pia, njoo na marafiki, walete pia na wao tuwaombee Mungu awafanyie nini? Nafasi. Nyanyua mikono yako juu kwa Bwana. Funika macho yako. Unaweza, unaweza, unaweza Bwana, unaweza,
unaweza Bwana, unaweza, unaweza, unaweza. Inua mikono, imba kwa sauti. Unaweza, 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 unaweza. Bwana Mungu, nimekuja kwako leo, unifanye kama upendavyo. Bwana Mungu, Bwana Mungu, ninakuja kwako, unifanye kama upendavyo. Bwana Mungu, Bwana Mungu, nimekuja. Imba kwa sauti, kwa imani. Unifanye kama upendavyo. Nifinyange, mwambie unifanye kama upendavyo. Nifinyange, mwambie kwa akufinyange Bwana, akufinyange. Mara ya mwisho kwa sauti mwambie, nifinyange, unifanye kama upendavyo. Nyanyua mikono yako juu mbele za Bwana. Sema kwa sauti, Bwana Yesu, jioni ya leo ninakushukuru kwa ajili ya neno lako. Asante Bwana, leo nimetambua hata katikati ya mabaya bado unaniwazia mema. Hata katikati ya majaribu bado unaniwazia mema. Hata katikati ya giza kuu bado unaniwazia mema. Na mimi ninaomba Bwana, yale mema unayoniwazia yatimize Bwana mwaka huu, kwenye maisha yangu, kwenye biashara yangu, kwenye familia yangu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, ninakushukuru maana neno lako halitarudi bure, litatimiza mapenzi yako. Nisamehe Bwana mahali niliponung'unika na kulalamika, kwa sababu sikujua njia zako na kazi yako unayoifanya kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Nyosha mikono juu nikuombee. Baba, asante kwa ajili ya watoto wako hawa. Ninaomba Bwana, katikati ya mapito na majaribu wanayoyapitia, wafanyie nafasi. Maana ndivyo neno lako linavyosema, ya kwamba katikati ya jaribu kuna nafasi. Inawezekana kwa sababu ya uzito wa jaribu na maumivu ya jaribu vinatufanya tukose kuiona hiyo nafasi. Ninaomba Bwana, fungua macho ya mtoto wako, hata katikati ya nyakati ngumu aone nafasi ambayo iko kwenye hilo jaribu, ili umtie moyo ya kwamba hata katikati ya hilo giza wewe upo na unamwazia mema. Nami nimemwombea Bwana jioni ya leo, mwaka huu mfanikishe na umfanyie nafasi
na umtoe kwenye hiyo shida na hilo jaribu, na ukamtoe kutoka kwenye jaribu mpaka kwenye ushuhuda katika jina la Yesu. Mlinde na kumtunza, mbariki yeye na familia yake katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Naomba bahasha niziombe. Amenifanyia amani. Nyanyua mikono yako juu tuombe. Shika na sadaka yako, shika na sadaka yako. Amani, amani, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani, 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 kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani. Nyanyua sadaka yako juu. Baba, asante kwa ajili ya dhabihu na sadaka tunazokutolea leo, na asante kwa ajili ya bahasha hizi. Bwana, ninaziweka wakfu kwa ajili ya sadaka maalum ya siku ya kesho, na yeyote atakayechukua bahasha hii na kukutolea sadaka, kutana na maisha yake. Bwana, mtoe kwenye jaribu alilonalo na umpeleke kwenye ushuhuda. Bahasha hizi nimeziweka wakfu katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na watu wote tuseme amen. Karibuni kwa ajili ya kutoa sadaka wakati wa waimbaji wanaendelea. Fanyia amani, amefanyia amani, kaondoa. Karibuni kwa sadaka. Huzuni yangu kanifanyia amani, huyu Yesu amenifanyia. Unaruhusiwa kuchukua zaidi ya bahasha moja. Amenifanyia amani, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani, 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 kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani, 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 oh, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani, amenifanyia, amenifanyia amani, amenifanyia huyu Yesu, amenifanyia amani, oh, kaondoa huzuni yangu, kanifanyia amani, amenifanyia amani, oh, amenifanyia amani,